رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Ndugu zanguni, tumemshukuru Allah azza wa jalla na kumtakia rehma kiongozi wa umma ambaye si mwingine ni bwana mtukufu wa daraja Bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimekuhusieni ikiwa ni utaratibu wetu wa usia tuliopewa na Allah, tuhusiane katika kumcha Allah azza wa jalla, pia na kuhusia nafsi yangu katika hilo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni katika hao wacha Mungu. Bila shaka sote tunafahamu tumeingia katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448, na leo tukiwa katika tarehe 3 ya Muharram, na bahati mbaya wengi wetu katika sisi hata hatuelewi kama tuko katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka ambao umeobeba makubwa na matukufu katika Uislamu. Matukio mbalimbali ya mazingatio yaliyotokea katika mwezi huu tulionao wa Muharram, ndani ya mwaka mpya huu wa Kiislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tutumikie kwa wema katika mwezi huu, miongoni mwa ile miezi mitukufu iliyotajwa. Katika mwezi huu tunaelezea kuhusu hijra. Tutagusia walau kwa ufupi sana, tufanye talmih na isharat ndogo ndogo katika kugusia hilo, lakini tutagusia pia kwa uchache saum ya Ashura, ambayo katika mwezi huu wa mfunguo 4, tarehe 10 ya mfunguo 4 huu Muharram, usikose kufunga ukijaliwa na Allah uzima siku hiyo, siku tukufu sana. Tunapoelezea kilma cha hijra, kwamba kuhama kwa Bwana Mtume Muhammad ni neno la Kiarabu, na darsa yake neno hili lenyewe tu laweza kuchukua muda mwingi sana kulielezea. Si tu kueleza kwamba ni kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Hijra tafsiri yake kwa ufupi sana ondoka nayo ni mabadiliko ya kutoka hatua moja kwenda nyingine, ndio hijra. Mpaka Bwana Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi kabisa alianzia mbali kuwazindua Waislamu wasifikirie hijra tu ni ile Mtume alipotoka Maka akaenda Madina basi imeishia hapo. Akataka kutuambia hijra bana ni mabadiliko. Muislamu kubali kubadilika
ili uweze kuleta mafanikio, na usiwi jamid ulioganda mahala pamoja. Tutajaribu kugusia. Bwana Mtume akasema, almuslim man salima almuslimuna min lisani wa yadihi walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, kwamba Muislamu ni yule Waislamu wenzake na hata wasiokuwa Waislamu, katika riwaya nyingine, wamepata kusalimika kwa mkono wake. Waislamu wenzako wasalimike kwa mkono wako, kwa maana zote. Nguvu zako zisiwi kero kwa wengine, ila ziwe ni msaada kwa wengine. Nguvu za pesa, nguvu za kimwili, nguvu za kimadaraka isiwi ni fimbo kwa wengine, iwe ni msaada kwa wengine. Mkono wako kwa maana zote. Walisani, na ulimi wake Muislamu huyo iwe ni chachu ya kuwasalimisha wengine na kueneza amani na usalama katika mitaa yake na nchi yake na maeneo mbalimbali yanayoishi. Mtume anapopakusudia akasema, wal muhajiru, na muhajira ni nani? Man, ni kila ambaye hajara ma naha Allahu anhu, aliyoyahama yale ambaye Mola wake aliyomkataza. Kwa nini? Kwa kuwa Bwana Mtume Muhammad anataka kukufahamisha kwamba we Muislam, neno hili hijra isibakie tu ni kusema Mtume aliondoka kutoka Maka akaenda Madina, habari imekwisha. Neno hilo ni pana kwa ujumla wake, la kutaka kukufahamisha kwamba mabadiliko, Mwenyezi Mungu akamwagiza Mtume aondoke pale Maka kwenda Madina, kutuonesha kwamba Muislamu ukubali kubadilika. Hama yale ambayo Mungu alikata. Kama we ni mlevi sana, kama we ni msharati sana, Mola anataka uyahame hayo, ufanye hijra. Bado unahitajika kuwa katika kuhama, uyaondoke yale mabaya, uende katika mazuri. Ndio hasa hijra tulikuwa tunataka kusomeshwa, kwamba ukisikia hijra maana yake ni kubadilika hatua moja kwenda hatua nyingine. Tulikuwa tunafunzwa mabadiliko. Nitachokuja kukueleza kwenye Qur'ani, Mungu amesema, na yoyote asiyokubali mabadiliko, fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Nitakuja kukueleza kwamba yoyote asiyokubali kuhama, huyo anaenda motoni. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'an, yoyote asiyokubali kuhama. Mathalan, nikupe mfano. Unakaa kwenye nyumba, hiyo nyumba ukiamka umenyolewa upande mmoja, ukiamka umekatwa kucha upande mmoja, mambo hayaendi, umeng'ang'ania tu kwenye hiyo nyumba. Hama hapo, fanya hijra mzee. Mara maisha yako hayaeleweki kwenye mji unaoishi, basi badilika. Kama ulikuwa unakaa upongoji, basi hamia, basi hata ndembezi, basi embadilisha, basi fanya hijra, badilisha mazingira. Na siku zote nikwambie, waliojenga kwenye miji huwa sio wenyeji wa pale, ni wale waliokubali kuhama. Ndio utaona miji mingi inajengwa na wageni, na ile miji ya wenyeji hubaki vile vile, na akijenga huyo anarogwa. Wengi wanarogwa, na wengi nyumba haziishi. Hijra maana yake mabadiliko. Ndio maana kuna Qur'ani itakwambia, Mola amesema kama haukubali kubadilika unaenda motoni. Katika suratu Ra'd, Mola anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mimi Mwenyezi Mungu siwabadilishi watu, siwaletei mabadiliko mpaka wawe tayari kubadilika. Sasa umeng'ang'ania hapo mshikaji wangu, na unaona matatizo ni mengi katika eneo hilo,
basi fanya hata mabadiliko ya dua. Basi kama umeshindwa kwa, basi fanya dua sana hapo unapokaa. Almuhimu usikubali kuganda katika hali moja ulionayo, kubali kubadilika. Hata marafiki zako, sisi tuna darsa hapa inayoendeshwa na al-allama shekhe wetu Sheikh Balilusa kila kabla ya khutba. Nilihudhuria moja katika Ijumaa hapa, nikakuta inazungumzia masala ya kukata undugu, na bado nadhani darsa hiyo bado inaendelea. Lakini tizama Qur'ani ilivyokuja kukwambia kuhusu mambo ya mabadiliko, wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajaran jamila. Kuna watu unaishi nao unafanyia subra we, lakini Qur'ani inakwambia hivi, basi ukiona marafiki zangu hawa jamaa zako hawakufai, unaruhusiwa kuhama, lakini hama vizuri, kwa sababu kwa kuchunga ule undugu. Hamana, kata mawasiliano kimya kimya, yani bila rabsha, bila nini, kwa sababu kuna watu wengine kukaa nao ni madhara kwako, kuwa nao karibu. Sasa basi ukitaka kuhama, wahame vizuri. Hata Mwenyezi Mungu atuambia kuhusu wake zetu, wahjuruhunna fil madaji, hama hata kwenye malazi, fanya mabadiliko, uhame. Kwa hijra ipo. Maana yake nini? Tunatakiwa tufanye mabadiliko. Marafiki hawa ulionao wanakufaa wakufai, mbona wanakuchonganisha sana na jamii unaoishi nayo? Badilisha basi hao marafiki, tafuta marafiki wengine, fanya hijra ndugu yangu. Fanya hijra. Je, unabaki katika hali hiyo hiyo, Mwenyezi Mungu atakutia motoni. Kasema wazi kabisa katika swala la hijra, hakutaka kubuguja. Wazi kabisa, aya zimekuja wazi wazi kwamba kama haukukubali kubadilika na kuhama kutoka katika hatua fulani kwenda nyingine, mimi nakuingiza motoni. Nakupeni kwa sababu ndio hutuba yetu ni fupi, Suratu Nisa aya 97, mtaenda kuiangalia kule. Mwenyezi Mungu anasema, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha afalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tizameni hiyo aya, innal ladhina, hakika wale ambao tawaffahumul malaika, tawaffahumul malaika, wanapokuja kumaliziwa umri wao na malaika, yapo lafdhu ya malaika imekuja kwa jamu, inakusudiwa ni mufrad, yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum thumma ilayna turja'un. Yani pale malakul maut anapokwenda kunchukua roho, dhalimi anfusihim, wale ambao waliodhulumu nafsi zao. Na hapa punde tu tumemaliza darsa inazungumzia dhulma. Malaika wale wakati wanakutoa roho wanakwambia fima kuntum, hivi wewe ulikuwa unafanya nini hapa? Wewe hapa ulikuwa na mpango gani hapa? Unajibu kunna mustadafina fil ard, mimi hapa nilikuwa nimedhalilika, nimenyongeshwa, sina mpango wowote. Malaika wanasema alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha, hivi kwani ardhi Shinyanga haikuwa kubwa? Tanzania haikuwa kubwa ukahama hapo? Wewe umekubali unyonge wapo hapo tu, kwa nini ukukubali kuhama wewe? Qurani inatuambia mtu anapokuwa katika sakaratul maut, yani amekufa, amejidhulumu nafsi yake, kisa kutokukubali kuhama, kutokubali kubadilika. Wewe hivi nchi ile ilikuwa sio kubwa, fatuhajiru vya mkahamia huko? Ndio kile kibwagizo cha aya niliposema faulaika ma'wahum jahannam. Qur'an anasema watu wa namna hiyo mafikio yao ni kwenye jahannam. Muislamu, kubali kubadilika. Mwaka jana na mwaka huu swala zile zile, hamna uliongeza zaidi, umepunguza. Mambo matatizo yanakukuta hapo hapo tu kwenye hiyo nyumba, kaza kuhadisia, mimi leo sijalala,
Nao wamezunguka mji wote, wanalia juu ya bati, wamemwaga mchanga. Badilika mjomba, vipi? Utachomwa wewe na Mungu. Mungu anataka kubadilike, umeganda tu, usiwe jamid, kubali kubadilika. Kwa hiyo tunapoelezea hijra, basi jikague ili ufanye mabadiliko. Ndio maana ya hijra. Mtume alihama, tizama alivyohama, akaenda Madina. Ukombozi ulikuja au kuja Maka? Ulikuja, mji wa Maka ukagombolewa, lakini baada ya kufanya mabadiliko, kuhama, akaenda akapata marafiki wengine, akapata nguvu mpya, mji wake ukagombolewa. Na leo watu wote waliohama makwao ndio wamejenga pia kwao na wamejenga kwenye miji walioishi. Wewe uko pale pale unazidi kukauka tu, hutaki hata. Kuna mtu yuko hapa, ukimuuliza hivi hodi Shinyanga unapajua? Napasikiaga, yuko Shinyanga huyu. Kweli? Basi nenda kasurvey, hata uangalie upepo wa hali labda wa mkoa fulani. Kuna watu wamefanikiwa kwa kupita tu, mimi nipendezewa nipite hapa walau nisalimie, lakini akaona kuna nafasi ya yeye kufanya jambo na akafanya na akafanikiwa. Na ilikuwa sio kuishi, yeye alipita kuangalia mazingira. Nini? Yupo katika sunna ya mabadiliko ya hijra. Hasa vijana wenzangu, tukubali kubadilika. Ukisikia hijra, tafsiri yake mabadiliko. Usikubali kuwa yule yule. Biashara imekukataa hiyo, umeng'ang'ania tu kana kwamba hakunaga biashara zingine. Zipo. Marafiki ni hao tu, hawana wanachokusaidia chochote. Badilisha marafiki. Unaenda na zaidi ya hapo na zaidi ya hapo, usije ukachomwa. Utaona namna gani Mola wetu anavyotupenda, kitabu chetu kinavyojali mabadiliko. Manake ukibadilika umejitambua. Ikiwa umejitambua, manake umejielewa. Mimi hapo sawa, hapo lakini badilika basi. Hata mfumo basi kaa hapo, lakini hata mifumo yako hebu igeuze kidogo. Naangalia na upande wa pili, Allah atakufungulia. Kwa Waislamu, Mtume kweli alihama, alitoka Maka, alienda Madina, na ndio tunasema hijra. Lakini tafsiri yake tukielezea hapa, hijra ni tafsiri pana sana. Mtume alileta mabadiliko makubwa baada ya kuhama, na alihama kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Historia yake ndefu, na hapa si sehemu ya kuelezea tarehe hizo, lakini ni kama nilivyogusia. Nabiullahi Musa alikimbizwa na Firaun akiwa na watu wake, ndio wanataka kumuua. Firaun anataka kumuua Nabiullahi Musa na watu wake. Wamefika mahali hakuna sasa mwelekeo, wamekuta ukingo wa bahari. Innahum mudrakun, na wale watu wake wanamwambia wataturiki au watatuua. Firaun na jeshi lake watatufikia, watatuumiza. Inna ma ya rabbi sayahdini. Nabiullahi Musa anawajibu, Mola yuko pamoja nami, atatupa sababu ya kufanikisha. Tutafaulu tu. Tutafaulu vipi wakati hakuna njia hapa? Tutapita vipi? Akasema tutafanikiwa, Mola yuko pamoja na sisi. Inna ma ya rabbi sayahdini. Na ndio lile tukio Saidina Abubakar alipokuwa anahuzunika katika pango, vipi wataniua? Anasema la tahzan inna Allaha ma'ana. Maneno ni yale yale, usihuzunike, Mola yuko pamoja na sisi. Nabiullahi Musa pia anawaambia watu wake, inna rabbi sayahdin, inna ma'a rabbi sayahdin, Mola yuko pamoja nasi, atatupa njia. Kaambiwa piga hiyo fimbo yako kwenye bahari, piga. Bahari ikaachanisha, wakapita. Hawa viherehere sasa walitoka na wenye kuja na Firauni na watu wake, akazamishwa. Mtume alipofika Madina akakuta watu wanasherekea siku hiyo, Mayahudi. Amefika sasa katika hijra yake, kafika Madina. Mnafanya nini? Anasema sisi tunafurahia na kusherekea siku ambayo na ameokolewa Nabiullahi Musa. Mtume akasema sisi ni bora zaidi kuliko nyinyi kwa Nabii Musa, sisi tunaamrisha watu waifunge siku hii. Mtume
ni sunna, lakini tarehe wanaeleza mambo mengi kwamba ilikuwa ni wajibu na hivi. Kwa hiyo mambo hayo hayatuhusu hapa. Kikubwa kwamba ni sunna kufunga ile tarehe 10 ya mfunguo 4 huu tulionao ambao ni Muharram, kwa kupata ile baraka na kusherehekea ushindi. Kuna matukio mengi sana hayo yote. Kikubwa nichotaka mimi kuambieni Waislamu, kubali kubadilika, na ukiambiwa ambilika katika yale yani kukunufaisha. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu zanguni, kama tulivyosema, hutuba yetu ni fupi. Tuko katika mwaka mpya wa Kiislamu na ndani yake kuna matukio mengi. Kama tutapokuwa tunajaribu kuwahi katika vipindi vyetu kabla ya khutba, shekhi wetu ana darsa zinavyoendeshwa hapa zinagusia baadhi ya mambo mbalimbali ya kutunufaisha. Mimi usia wangu wa leo, mimi na wewe, kubali kuhama. Na tukisema kuhama ndio hiyo hijra. Tukisema hijra ndio kubali kubadilika. Ikiwa ni mtoto, kubali kubadilika, usiwe na matabia yale yale. Ikiwa ni baba mama nyumbani, kubali kubadilika, toka katika tabia mbovu, njoo katika tabia nzuri, kama vile tulivyoashiria katika hadithi yetu mwanzo kabisa, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, kwamba muhamaji ni yule anayoyahama yale ambayo Mungu aliyomkataza. Kwa tukubali kuhama katika yale ambayo Mungu aliyotukataza na tukubali kubadilika. Hutuba yetu ni hiyo. Mabadiliko ndiyo chachu ya maendeleo. Mabadiliko, kujitambua, ndiyo mfumo mzima wa maisha yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا ممن نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف اللطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.